Lakini tunaposonga mbele ni kwamba hapo jana mjini Roma Papa Leo wa 14, jina lake kamili Robert Prevost wa Chicago, aliongoza misa ya uzinduzi wake katika uwanja aliongoza yeye ndiye papa wa kwanza wa Marekani aliyechaguliwa na kuchukua nafasi ya Papa Francis. Aliongoza kanisa hilo kwa miaka 12 kabla ya kifo chake. Tarehe 21 mwezi Aprili, waumini walijaa katika uwanja wa mitaa jirani ya Mtakatifu Petro ili kushuhudia safari yake ya kwanza inayojumuisha ahadi yake ya kulinda mafundisho ya kanisa, huku kukiwa na changamoto sio haba za kisiasa. Susan Waweru na taarifa kamili. Maelfu ya waumini walikusanyika kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro na mitaa jirani mjini Vatican, Roma, kushuhudia misa ya uzinduzi rasmi wa Papa Leo 14. Katika mahubiri yake aliyojaa unyenyekevu na uthabiti, Papa Leo 14 aliapa kuhifadhi urithi wa imani ya Kikristo. Tumeweka mikono yetu kwa Mungu, matakwa yetu ya kumchagua mrithi wa Petro, askofu wa Roma, mchungaji anayeweza kuhifadhi urithi, tajiri wa imani ya Kikristo, na pia kuangalia mbele ili kukabiliana na mashaka na changamoto za dunia leo. Papa Leo mwenye umri wa miaka 69 amekiri kutostahili wadhifa huo, akisisitiza kuwa mamlaka ya kanisa hayapaswi kuongozwa kwa nguvu bali kwa upendo wa Kristo, akionya dhidi ya uongozi wa kidikteta. Ikiwa mwamba ni Kristo, Petro lazima amchunge, muamini bila kukubali tamaa ya kuwa kidikteta, akiwatawala walioko chini yake. Badala yake, anaitwa kuhudumia imani ya ndugu zake na kutembea pamoja nao. Al contrario. Akirejelea mtazamo wa Papa Francis, Papa Leo aidha alikosoa mfumo wa kiuchumi unaonyonya rasilimali za dunia na kuwakandamiza maskini, huku akiahidi kuwa Vatican itakuwa kichocheo kikuu cha umoja na mshikamano. In questo nostro tempo, kwa nyakati zetu, bado tunashuhudia migawanyiko mingi, vidonda vingi vinavyosababishwa na chuki, ghasia, upendeleo, hofu ya tofauti na mfumo wa kiuchumi unaotumia rasilimali za dunia na kuwapiga pembezoni maskini. Papa Leo wa 14 ameapa kulinda mafundisho ya kanisa ya karne nyingi, huku akitoa wito wa amani kwa mataifa ya Ukraine, Gaza na Myanmar. Ghasia mpya zimeua maisha ya wahusika wasio na hatia. Ukraine iliyochapwa mateka inasubiri mazungumzo ya amani, ya haki na ya kudumu. Baadaye Papa mpya alikutana ana kwa ana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akisisitiza ombi lake la amani, ya haki na ya kudumu katika taifa hilo linalokumbwa na vita. Katika hatua yake ya kwanza rasmi, Papa Leo wa 14 ameonyesha kuendeleza dira ya mtangulizi wake Papa Francis, huku akiweka wazi mwelekeo wa kanisa linalojikita katika jadi na lililo tayari kukabiliana na changamoto za dunia ya sasa. Susan Waweru, NTV.